Ningependa na kushauri muangazie masuala muhimu ambayo yameonekana kuleta changamoto katika uendeshaji wa biashara ya kaboni ili kuzitafutia ufumbuzi. Na baadhi ya masuala hayo ni yafuatayo. La kwanza kabisa ni uelewa mdogo wa wadau kuhusu biashara ya kaboni, zikiwemo faida na hasara zake. Taratibu za jinsi biashara hii inavyofanyika hazijawekwa wazi kwa wadau wakuu, yaani wanavijiji na halmashauri ambao ndio wamiliki wa misitu. Kwa hiyo mfano, uwezo wa kifedha au kiufundi wa wawekezaji, lakini pia mchakato wa kuwapata wawekezaji, namna ya kujua kiwango cha kaboni kinachovunwa, quantification na kadhalika. Kwa maoni yangu ni vema mkutano kama huu uandaliwe mahususi ili kutoa elimu kwa mamlaka za serikali za mitaa na mikoa na wilaya, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama mapema iwezekanavyo. Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Kaboni chini ya Ofisi ya Makamu wa Rais na TAMISEMI viongeze kasi ya kufanya programu maalum ya kufikisha elimu hii katika ngazi ya wilaya na vijiji. Lakini pia vyombo vya habari, taasisi za teknolojia na mawasiliano. Nimefurahi nimemuona ndugu yangu Dr. Jabir yuko hapa na wenzake, lakini pia mkurugenzi wa TBC na wengineo. Mnayo nafasi ya pekee sana kupeleka elimu na uelewa wa biashara hii ya kaboni. Lakini pia nawaomba tuwatumie marafiki zetu na wabia wetu kama UNEP, NDC Partnership na wengineo, ili watusaidie kuhakikisha kwamba tunakuza uelewa wa biashara hii katika taifa letu. La pili ni swala la uwazi wa mikataba. Hili ni jambo lingine kubwa linaloonekana kuzingira biashara ya kaboni. Kwa sehemu kubwa uendeshaji wa biashara hii umetawaliwa na madalali ambao pia utaratibu wa upatikanaji wao hauko wazi. Na kutokana na hali hiyo imekuwa vigumu kufahamu kilicho ndani ya mikataba kati yao na wanunuzi, na kama kiasi kinacholipwa ndicho kilichotolewa na wanunuzi. Kwa hiyo ni muhimu kwetu kufahamu mambo ya msingi, yani key contractual terms, yanayotakiwa kuzingatiwa katika mikataba hiyo badala ya kuziachia halmashauri kufanya maamuzi hayo. Mimi naamini uwazo katika swala hili utasaidia uendeshaji wa biashara hii na kuondoa hali ya kutoaminiana. Na kwa uzoefu wangu, changamoto hii ya elimu juu ya biashara ya kaboni, uendeshaji wake na mikataba ni changamoto ambayo pia bado ipo katika nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki na hata SADC. Jambo la tatu, uzoefu kuhusu uendeshaji wa biashara ya kaboni kutoka nchi nyingine ninafikiri ni jambo muhimu. Kwa hiyo wataalamu watakaotoa mada, ninaona ipo haja ya kuwaambia mkutano huu ili tuweze kujifunza na kufahamu kutoka nchi nyingine barani Afrika wanavyofanya biashara hii ya kaboni, na kuona namna wenzetu wanavyokabiliana na changamoto zinazojitokeza. Bila shaka hii itasaidia kuwasili maarifa na hivyo kuboresha utendaji wetu katika biashara hii.
na Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Kaboni kina nafasi nzuri ya kuwezesha jambo hili. Jambo la 4, ninaona udhaifu katika uratibu wa biashara ya kaboni kama ambavyo amelisisitiza Bi Margaret Barihait. Kwa kuwa biashara ya kaboni inahusisha wadau wengi, ni muhimu kuwepo kwa uratibu madhubuti, na ni vema Ofisi ya Rais TAMISEMI, Ofisi ya Makamu wa Rais, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, pande zote mbili za muungano